Hapa kuna taarifa moja ambayo imeripotiwa na CNN ambapo inaeleza kwamba Marekani inapanga kutumia mali za Irani kufadhili ujenzi wa nchi za Ghuba zilizoharibiwa, na mali zenyewe ni zile ambazo zilizuiliwa. Sasa taarifa inasema kwamba Marekani inaripotiwa kupanga kuruhusu mali za Iran zilizozuiliwa kutumika kusaidia ujenzi wa nchi za Ghuba ambazo zinaweza kuathiriwa na mashambulizi ya baadaye yanayodaiwa kufanywa na Iran. Kwa mujibu wa chanzo kinachofahamu mawazo ya waziri wa hazina wa Marekani, Scott Bessent, mpango huo pia unaweza kujumuisha matumizi ya mali hizo za Iran kufadhili ukarabati wa uharibifu uliotokea katika mashambulizi ya zamani. Timu ya Bessent inatarajiwa kufanya tathmini ya hali ya uharibifu katika nchi za Ghuba na kukusanya makadirio ya gharama za ukarabati wa maeneo yaliyoathirika tangu kuanza kwa mzozo huo. Ripoti hiyo inaeleza kuwa mpango wa Marekani unakuja wakati ambapo mvutano katika eneo la Ghuba umeendelea kuongezeka, huku ikidaiwa kuwa Irani imefanya mashambulizi mapya dhidi ya baadhi ya nchi za eneo hilo, na mataifa kama Kuwait na Bahrain yakiripoti kuzuia makombora ya ballistic. Mpango huu haujathibitishwa rasmi na serikali ya Marekani, lakini unatajwa kuwa sehemu ya mijadala ya ndani kuhusu namna ya kushughulikia uharibifu unaotokana na mzozo unaoendelea. Sasa licha ya kwamba kuna dimandi ya Irani kutaka mali zake zote ambazo ziligandishwa, yani zimezuiliwa, zenye thamani ya dola bilioni 24 ziachiwe, lakini bado Marekani inapanga sasa kutumia mali hizo zote ambazo ziligandishwa kwa ajili ya kusaidia ukarabati kutokana na uharibifu ambao umetokea baada ya Irani kufanya yale mashambulizi ya kulipiza kisasi katika nchi za eneo la Ghuba. Sasa hatua hii inaweza kupelekea mvutano mwingine ukaibuka kati ya Marekani pamoja na Irani, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho Irani wanakihitaji kwa hivi sasa ni kutaka mali zote ambazo ziligandishwa ziachiwe haraka iwezekanavyo. Sasa itakuwa ni ngumu kidogo kwa Irani kufikia makubaliano na Marekani, kwa sababu kama mali hizo ambazo zimegandishwa Marekani inapanga kuzitumia kwa lazima kwa ajili ya kufanya ukarabati katika mataifa ambayo yameathirika kwa namna moja ama namna nyingine, ikitajwa Bahrain pamoja na Kuwait, inaweza ikaashiria hali mbaya ya usalama katika ukanda wa Mashariki ya Kati katika siku za usoni, kwa sababu hiki ambacho anakifanya hakitokubaliwa kabisa na viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akiongoza jopo la uongozi Ayatollah Mojtaba Khamenei ambaye ni kiongozi mkuu wa Irani, pamoja na wasaidizi wake wote akiwemo rais wa Irani, waziri wa mambo ya nje, spika wa bunge na viongozi wengine. Inaweza kuibua taharuki kubwa hata pia katika jeshi la Iran la IRGC. Sasa tusubiri tuone nini ambacho kitaafikiwa, kwa sababu mambo yanazidi kuwa mengi katika ukanda wa Mashariki ya Kati kwa hivi sasa, hususan mzozo kati ya Marekani pamoja na Iran.